Yesu makofi mazuri, haleluya. Nasema patia Yesu makofi mazuri, haleluya. Amen. Usisalimie mwenzako na mwambie baraka kuwa pamoja na wewe katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu. Salimia mtu. Na kuna mambo mengi unaweza kumwambia. Sasa unamsalimia tu na kukaa. Si umwambie kuna vitu unaweza kumwambia. Si umueleze tafadhali. Wiki mzima hamjakuwa pamoja na yeye. Mbona ukose maneno ya kumwambia? Bwana asifiwe. Amen. Unaweza pata nafasi ya kuketi. Tunamshukuru Mungu mpaka hapo. Tunamshukuru Mungu katika jina la Yesu. Asante sana kwa reverend wetu pamoja na familia yako. Tuliwamiss for the 2 Sundays na tumebarikiwa kuwa pamoja na nyinyi tena siku ya leo kwa jina la Yesu. HBC ya Bethlehem pia Mungu awabariki. That was good. Mbarikiwe sana. Tunashukuru pia kwa idara yetu ya Sunday School imegawanywa mara kadhaa na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo katika jina la Yesu. Tumpatie Yesu makofi. Na nimalizie nikisema kwamba tumebarikiwa pia kuwa pamoja na wewe. Tunajivunia kuwa pamoja na wewe katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu. Na kwa wewe unatazama ukiwa nyumbani pia tutafurahia kuwa pamoja na wewe, na ndakuomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Unaweza toa kitabu yako, Biblia yako na kalamu katika jina la Yesu. Leo nitafunza tu kwa sababu ya mkutano tulio nao mbele, sitaweza kuhubiri, kwa hivyo nitakupatia vipengele vingi leo na itakuwa baraka. Kwa hivyo uliye na kitabu itakuwa sawa katika jina la Yesu. Bado tunazidi kuongea kuhusu nguvu ya maombi. Sema nguvu ya maombi. Shetani yashindwe, sema nguvu ya maombi. Kwa sauti kuu sema nguvu ya maombi. Mambo kadhaa tunapaswa kujua kuhusu maombi ili tukaweze kutilia maanani kuhusu maombi katika jina la Yesu. Na kwa sababu pia tunaendelea kufunga, kichwa chetu ni nguvu ya maombi, na pia tunaongea kuhusu nguvu ya kufunga na kuomba, ama nguvu ya maombi ya kufunga. Kuna maombi ya kufunga na kuna maombi na kuna kufunga. Kuna maombi ya kufunga, kuna maombi na kuna kufunga. Vitu hivi ni vitatu. Maombi ya kufunga. Unaomba maombi gani? Maombi ya kufunga. Unaomba maombi gani? Maombi ya kufunga. Aya, pia naweza enda tu kuomba maombi isiyokuwa ya kufunga. Na pia naweza nikafunga. Na pia naweza nikafunga. Hayo ni mambo tofauti ambayo tunapaswa kuyajua. Kitabu cha Marko 9:29 Biblia inasema Yesu and he replied to them, "This kind cannot be driven out by anything but by prayer and fasting." Yesu akasema aina hii, Marko 9:29, haitatoka kwa maombi tu, haitatoka tu hivyo, ila kwa kuomba na kufunga. Kwa kuomba na kufunga. Hii ni maombi ya kufunga. So tunamuona Yesu kwa sababu wale wapendwa walishindwa natumai kumponya yule aliyekuwa na pepo wa kifafa.
Na Yesu anajaribu kuwaambia, inaonekana nyinyi mnaomba lakini huwa hamuongezi kufunga. Kwa hivyo Yesu anajaribu kutuambia kwamba zingine zinahitaji maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema itatoka kwa kufunga, ila kwa kuomba na kufunga. Jina la Bwana litukuzwe. Asubuhi niliwaelezea kwamba hapo zamani nilifunza ujumbe mmoja unaitwa kifagio, na pia nikafunza kuhusu duster. Zote mbili zinatumika kuleta usafi, lakini zote mbili ziko na nguvu na uwezo tofauti. Nataka uelewe, kifagio iko na uwezo tofauti na iko na nguvu tofauti na duster. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mmoja huwa tunaanza kwa kufagia nyumba, kisha baadaye tunaosha. Kwa hivyo tunaanza kwa kutumia kifagio, kisha baadaye tunachukua duster kutumia. Kwa sababu gani? Zipo uchafu ambazo hazijashikilia kwa floor ya nyumba. Ziko uchafu ambazo zikianguka kwa nyumba zinakaa juu, lakini hazishikani na floor. Bwana asifiwe sana. Unanielewa? So unapata kwamba hizi uchafu ambazo zikianguka hazishiki simiti, hazishiki sakafu, ukifagia na kifagio zinatoka. Lakini pia ujue ya kwamba ukifagia kuna uchafu pia hubaki. Kuna uchafu ambayo hushikilia. Tuko na uchafu ambayo haishikili, na tuko na uchafu ambayo hushikilia. Kwa mfano, ugali ikianguka chini haitashikilia. Nyama ikianguka chini haitashikilia. Githeri ikianguka chini haitashikilia. Bwana asifiwe. Lakini uji ikimwaika itakauka, ishike chini. Chai ikimwagika itakaukia chini, itakatalia. Tuko na uchafu ambayo inakaa juu, na tuko na uchafu ambao ukatalia. Tuko na matatizo ambayo ukishtua mara moja inafanya nini? Inatoka. Na tuko na uchafu ambayo imekuja vile ilikuja sivyo ilivyo. Ilikuja ikiwa uji, sasa imekauka, imeshikilia. Na nikasema ya kwamba kifagio ni maombi na duster ni kufunga ni kufunga. Maana kuna uchafu inahitaji duster ikuje ikiwa na maji. Bwana asifiwe. Ndio inaweza kupita na hiyo uchafu yote. Kama kwa sasa hapa ndani ya ukumbi huu kulifagiliwa, kisha baadaye kukaoshwa ili uchafu ulioshikilia uweze kutoka. Jina la Bwana litukuzwe. Na ni vyema kwa wewe kujifunza kutumia kifagio, maana kifagio iko na kazi yake kwa maisha yako, na pia duster iko na kazi yake kwa maisha yako. Na zote mbili tunazihitaji kwa nyumba. Bwana asifiwe. Na zote mbili tunafanya nini? Tunazihitaji kwa nyumba. Kwa sababu maisha yetu tunakumbana na mambo ya aina tofauti. Kuna mambo ambayo nakumbana nayo, nikiomba mara moja inatoka. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo hata sigangani. Kuna mambo ambayo sijisumbui kwa maombi sana kuyaondoa, lakini nikiomba tu mara moja inafanya nini? Inaondoka. Lakini kuna mambo mengine unapata nimeomba, nimechukua muda wa kuomba, nimeomba, lakini bado ile shida iko pale pale. Basi inaniambia hii ni ile uchafu ambayo imeshikilia maisha yako. Unahitaji duster na maji. Unahitaji kufunga na neno. Maana neno la Mungu ndiye maji. Jina la Bwana litukuzwe. Na leo niko hapa kukuumiza. Ukifagia, rudia na duster. Geukia mwenzako mwambie ukimaliza kufagia, rudia na duster. Mwambie ukifagia, rudia na duster. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mawili tunagundua hapa. Kuna maombi na kuna kufunga. Haya ni mambo mawili. Pengine sisi tuyachukulia kuwa ni jambo moja, sio moja. Kuna maombi na kuna kufunga. Bwana asifiwe. Pastor Simiu, kufunga ni nini? Kufunga ni kujinyima chakula kwa ajili ya mambo fulani ambayo wewe uko nayo. Kufunga kunamaanisha kujinyima
chakula na pengine pia kujinyima vinywaji kwa sababu ya. Sikiliza, hatufungi tu, tunafunga. Kufunga kuko na malengo. Hiyo ni kumaanisha kwamba unapoamua kufunga lazima uwe na sababu. Utuambie kwa nini unafunga. Na tuliona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 23:11-12 wakasema hatutakula, hatutakunywa mpaka tumuue Paulo. Kwa hivyo ungewauliza kwa nini hauli, anasema sababu nataka kumuua Paulo. Kwa nini haunywi? Malengo yangu ni kwamba niweze kumwangamiza Paulo. Hiyo inamaanisha kwamba hatuingii tu na kufunga, tunakuwa na sababu za kufunga. Hatuamki tu na kuanza kufunga. Hapana, ni sababu gani ulizonazo? Kwa sababu najinyima chakula, najinyima kinywaji kwa sababu ya. Umenielewa? Umenielewa? Kwa nini? Kwa sababu ya. Kwa hivyo uelewe, kufunga ni kujinyima chakula, kujinyima vinywaji kwa sababu ya. Na kuomba sio kujinyima chakula. Naweza kuwa ninakula na ninaomba. Kukua kwa maombi hakumaanishi sikuli. Lakini kama haukuli, uko kwa maombi ya kufunga. Na ndio maana tumesema kuna maombi, kuna kufunga na kuna maombi ya kufunga. Kuna maombi, kuna kufunga na kuna maombi ya kufunga. Tofautisha mambo haya matatu, ndio wakati unachukua hatua ujue ni nini unafanya. Maana naweza amua kuomba lakini sijajifunga. Ninaomba hivyo, basi utanipata nakula, nafanya shughuli zangu, ninaomba. Ya pili pia unaweza ukanipata nimefunga. Bwana asifiwe. Utaweza nipata nimefunga, kukuambia ya kwamba asili na sinywi kwa sababu kuna sababu nilizonazo ambazo zinanisababisha itabidi nisile na nisinywe ili niweze kufanya hivi. Na saa zingine utanipata katika maombi ya kujinyima, ni maombi ya kufunga. Kwa nini nimesema kuna maombi na kuna kufunga? Ni kwa sababu unapaswa kuelewa kufunga sio kitendo cha Wakristo. Kufunga sio kitendo cha Wakristo na kuomba pia sio kitendo cha Wakristo. Hatufungi na kuomba kwa sababu mimi ni Mkristo. Unajua mtu yote ameokoka anafaa kuomba. Unajua mtu yote ameokoka anafaa kufunga. Hapana, sio hivyo. Ni kwa sababu hata wanaoabudu shetani wanafanya nini? Wanaomba. Wanaoabudu sanamu wanafanya nini? Wanaoenda kwa uchawi pia wanafunga ama hawafungi? Hawa wapendo waliosema hatutakula, hatutakunywa, tutafunga tumuue Paulo, walikuwa wameokoka? Hawakuwa wameokoka. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mtu yeyote anaweza omba na mtu yeyote anaweza akafunga. Sasa swali ni tujiuliza, ni maombi ya wapi? Ni kifungo cha wapi? Sasa sisi Wakristo pia tunafunga na pia tunaomba. Kwa sababu nilikwambia wakati mwingine utaenda kwa mganga, wanaoenda kwa waganga anaambiwa siku 7 usikule. Na kuna vifungo vya aina nyingi. Unaweza pia ukafunga starehe. Unaweza pia ukafunga nini? Kufunga starehe kuna maanisha nini? Kujinyima starehe. Kenye huwa unafanya starehe zenye unakuaga nazo. Nimeamua nijinyime hizo starehe kwa sababu ya. Na ndio maana wakienda kwa waganga hata huwa wanafunga kifungo cha kuonana. Umesikia hivyo? Ameambiwa hili ndio umebeba, usipatane na mtu yoyote. Usionane na mtu yoyote. Haujaona kitu kama hiyo? Anaambiwa vile umefunga hivi usikule nyama. Vile umefunga hivi usionane na mke wako. Kuna vifungo kama hivyo. So pia wale wanafunga, pia wale wanaomba, na pia sisi Wakristo tunafunga na tunaomba. Sasa kwa nini wanafunga, wanaomba? Kwa nini pia sisi
na tunaomba kwa sababu maombi ni kitendo cha kiroho na kufunga ni kitendo cha kiroho. Kwa hivyo yeyote anawasiliana na mambo ya kiroho, lazima kuna njia ya kuwasiliana. Bwana asifiwe. Amen. Lazima kuna nini? Njia ya kuwasiliana. Na ndio maana tunaleta maombi ya kuomba wale ambao wanaomba. Bwana asifiwe. Mambo kadhaa ambayo unahitaji kujua maombi ya kufunga ama maombi na kufunga. Mambo kadhaa unapaswa kujua. Nambari ya kwanza, kuna maombi ya kujiombea. Kuna maombi ya kujiombea. Niende haraka. Wow. Kuna maombi ya kufanya nini? Ya kujiombea. Hii kama kuna we are pointing an arrow, hii ni maombi ya namna hii. Angalia. Hii ni maombi ya hii ni maombi aina gani? So unapaswa kujiombea. Wangapi wao wanajiombea? Unapaswa kufanya nini? Katika mpangilio wako wa maombi pia unapaswa kukuwa na maombi ambayo inalenga wewe. Na pia tuko na maombi ya kutoka. Number 2. Tuko na maombi ya kufanya nini? Maombi ya kutoka. Hiyo ni maombi inatoka kwako ikiendea watu wengine. Kwa sababu tunapaswa kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 26:36. Mathayo 26:36. Naongea kuhusu pointi ya kwanza, maombi ya kujiombea. Mathayo 26:36 inasema hivi. Sema amina. Maandiko yanasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Hakusema hata niende kule niwaombe. Hakusema hata niende niwaombe. Alisema aje? Hata mimi niende niombe. Hii ni maombi ya yeye. Hii maombi ya kujiombea ninaipea jina maombi ya Gethsemane. Hiyo ni kumaanisha kwamba unapaswa kukuwa na maombi ya Gethsemane. Maombi ya Gethsemane ni maombi gani? Maombi ya Gethsemane ni maombi gani? Ni maombi ya kujiombea. Kila mara alipoenda Gethsemane ilikuwa ni yeye. Shughuli ilikuwa ni yeye. Alikuwa anaenda kuomba. Alikuwa anaenda kuomba Mungu. Alikuwa anaenda kujiombea. Na ya pili tunaona pia Yesu aliwaombea. Yesu alifanya nini? Aliwaombea. Nitaendelea zaidi wiki ijayo, so sitaweza kukwama hapo zaidi. Kitabu cha Yohana 17. Yohana 17 ndio iko sala ya Bwana. Luke 11 sio the Lord's Prayer. Luke 11 hiyo sio sala ya Bwana. Luke 11 hiyo ni shule ya maombi. Luke 11 verses 1 hiyo ni shule ya maombi. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ni watu walikuwa wanafunzwa kuomba, sio Yesu alikuwa anaomba. Lakini chapter 17 the book of John ndio tunapata Yesu akiomba. Tunaelewana? Kwa hivyo ombi la Kristo liko chapter 17. Hebu nisome verses 9 inasema aje? Mimi nawaombea hao, siombi ulimwengu, mbali hao walionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Ukisoma hizo zote utapata inaongea kuhusu Yesu akiomba. Mstari wa 20, wala si hao tu ninawaombea. Verses 20 inasema aje? Wala sio hao tu nafanya nini? Nawaombea, lakini na wale watakao amini kwa sababu ya neno lao. So tunamuona Yesu akijiombea na tunamuona Yesu akiwaombea. Hiyo inamaanisha nini? Unapaswa kujiombea na unapaswa kuombea watu. Unapaswa kujiombea na pia unapaswa kuombea watu. Tusonge mbele. Tuko point sasa number 3. Na kabla
Yesu aliwachukua akaenda nao maombi. Alipofika kwa maombi alifanya nini? Akaomba. Hebu kujeni nyoa ndugu wawili. Na mkia la kumi. Kuja. Mkia kisi kuja. Ndio niende na watu warefu wawili na wafupi wawili. Yesu akawachukua wakaenda wapi? Kuomba. Nataka usishike hiyo. Wakaenda wapi? Mathayo ngapi? Mathayo ngapi? 26:36. Wakaenda fanya nini? Wakaenda kuomba. Wakafika wapi? Wewe, tukienda kuomba. Wakafika wapi? Walipofika kuomba Yesu akafanya nini? Akaomba. Sijui kama unaelewa tofauti. Wakaenda wapi? Na walipofika Yesu akafanya nini? Ndio kama nataka kumwambia siku zote mkienda kuomba uombe. Mara nyingi watu wanaenda kuomba na wakifika wewe hauombi. Kumbuka sote tumeenda maombi. Na tukifika omba, kila mtu aombe. Asanteni. Mkienda maombi, ukifika kwa maombi enda omba. Mara nyingi watu wanakuja kwa mikutano ya maombi na hawaombi. Yesu alienda na wao maombi na alipofika huko akafanya nini? Akaomba. Kwa hivyo ukienda maombi enda fanya nini? Haya, tuende kwa point nambari 3. Prayer is the first ministry of a believer. Maombi ndiye huduma ya kwanza ya muumini. Ukiokoka, jambo la kwanza ni maombi. Niruhusu nimetumia jina ministry, lakini Biblia itupatie jina ministry. Lakini naiweka as a ministry to all believers. Maombi nimesema ndio nini? Huduma ya kwanza ya nani? Ya mtu yeyote ameokoka. Kwa hivyo sisi wote huduma ya kwanza tulipewa ni gani? Kuomba na kuombeana. Sema kuomba na kuombeana. Kwa hivyo tulipookoka tunapaswa kuomba Mungu. Na tulipookoka tunapaswa kuombea watu. Je, ni lini nitawacha kuomba? Ni lini nitawacha kuombeana? Hakuna. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo maombi ni huduma ya kila mtu. Mimi Simiyu. Kumbuka point number 1 Yesu aliomba. Point number 2 aliwaombea. Hiyo ndio intercession. Ali-intercede on their behalf. Maombezi, kuombeana ni kuomba kwa ajili ya kuombea watu, kumuombea, kusimama kwa ajili yake. Sikiliza, mara nyingi tunasema kuna huduma ya intercessors. Kuna huduma ya nini? Ya uombezi. Kuomba, uombezi ni kuombeana, kuombea taifa, kuombea watu. Lakini mimi Simiyu nasema ni kana kwamba hakuna huduma ya nini? Ya uombezi. Kwa sababu tukisema ni huduma ya uombezi, kuna watu tutawazuilia kuombea watu wengine. Na Biblia inatupea nafasi ya kuombea wengine. Lakini naweza nikasema kuna mzigo ya kuombeana. Unaweza ukapewa mzigo wa kuniombea. Unaweza ukapewa mzigo ya kuombea Martin. Alafu for a period of time inaisha. Urudi upewe mzigo ya kuombea kanisa. Sijui kama nanielewa. Lakini ministry is permanent. Ministry. Lakini burden wakati mwingine haikuwagi permanent. Kwa sababu burden inadili na season fulani. Naweza nikapewa burden ya dada wetu Pansi. Ukapata kwamba nikadili na yeye kwa maombi, baada ya miezi ama ya mwaka ile mzigo inafanya nini? Inaondoka, ile kitu inakuwa iko sawa kwake.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukichukulia kuwa ni ministry, tutaanza kutenga watu wengine. Na kama tutasema intercession ni ministry, basi ni ministry ya believers. Tuitaje kuwa ya believers, kwa sababu sote tunapaswa kuomba na tunapaswa kuombea watu. Sema amina. Sema amina. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Nambari 4. Ni vizuri pia kwa wewe kujua ya kwamba Roho Mtakatifu ni muombaji ama ni muombezi. Nafikiri muombezi ndio Kiswahili nzuri. Roho Mtakatifu ni nani? Ni muombezi. Kwa nini? Anaombea nani? Anaombea nani Roho Mtakatifu? Anatuombea sisi. Sikiliza, Wakristo wengi hawajui wanaombewa. Halo, nimekuja kutangaza unaombewa. Geukia jirani mwambie, je, wajua wewe unaombewa? Kwa hivyo kuna intercessor, kuna mtu anakuombea, kuna mtu wako na mzigo na wewe, anaitwa Roho Mtakatifu. Na ni vizuri kwa Wakristo wakuwe na ufahamu ya kwamba ninaombewa na Roho Mtakatifu. Kando na mimi kujiombea, kando na watu kuniombea, Roho Mtakatifu ananiombea. Nasema Roho Mtakatifu ananiombea. Inua mkono juu, sema ninaombewa na Roho Mtakatifu. Sema ninaombewa na Roho Mtakatifu. Na ni vizuri ujue hivyo. Ni vizuri ujue hivi ya kwamba unaombewa. Haleluya. Warumi 8:26 mpaka 27. Sitaweza enda zaidi kwa sababu sitaki kwenda zaidi. Nataka nimalize tu alafu tutaendelea wiki ijayo. Nambari ya 5. Yesu pia ni muombezi. Tumeona wa kwanza kukuombea ni nani? Roho Mtakatifu. Kabla ukosane na mtu alafu mwambie hata sasa kuombea, mkumbushe. Ndio kama sasa mwambie mkumbushe. Hata unajua sasa nilikuwa naombeaga sana. Lakini siku hizi nimeacha, mkumbushe. Mkumbushe, ndio kama sasa kumwambia mkumbushe. Unaye anayeniombea asiyechoka. Amen. Anayeniombea kwa kuugua. Sema amina. Roho Mtakatifu. Pia Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai anafanya nini? Anatuombea. Nilikwambia kitendo ambacho Kristo alifanya duniani na anaendelea kukifanya ni maombi peke yake. Aliomba akiwa duniani na alituombea akiwa duniani, na sasa mahali yako katika mkono wa kuume wa Baba anafanya nini? Anatuombea. Sasa ni vizuri ujue unaombewa na Holy Ghost na unaombewa na Yesu. Wewe unafikiri utashindwa? Unajua kwa nini unakuwa ukishindwa? Kwa sababu ulikuwa hautajua hivyo. Kuna nguvu katika kujua vile imeandikwa juu yako. Na imeandikwa Roho Mtakatifu anakuombea. Imeandikwa Yesu Kristo anakuombea. Ukijua kuna watu wawili intercessors wengine wawili wa power, hawakuli ugali, hawakuli samaki, hawaishi hapa duniani, wanakuombea. Haleluya. Ndio kama sasa mwambie ndio maana sishindwi. Mwambie ndio maana sishindwi. Maana kuna watu wawili wa power wananiombea. Nani atawahi toka kujiombea? Nani atawahi toka kujiombea? Kwa hivyo watu watatu wanakuombea. Wewe, Roho Mtakatifu na Yesu wanakuombea, na hawa watu hawawezi choka kukuombea. Haleluya. Waibrania 7:25. Waibrania 7:25. Haleluya. Tutaongeza zingine wiki ijayo. Maombi inapaswa kukua lifestyle yako. Maombi inapaswa kukua lifestyle. Wangapi tangu wazaliwa mwae tengana na nguo? Je, wajua nguo ni sehemu ya maisha yako? Halo? Unajua nguo ni sehemu ya maisha yako? Umejua hivyo? Kwa sababu gani? Tangu uliingia duniani ulipokewa na nini? Ulipokewa na nini? Na tangia sikio mpaka wale hauwezi wachana na nguo. Kuna vile mnaweza achana na nguo. Hata mtu akifa anazikwa na nini? Anarudishwa na nguo. So nguo na mimi nataka nikwambie hatuwezi achana. Wewe unapaswa kukua vile wewe na nguo mko. Nguo inapaswa kukua, maombi na wewe unapaswa kukua hivyo.
hakuna mahali unaweza wachana. Kumaanisha kwamba siwezi nikakaa uchi. Kumaanisha kwamba hawezi kukosa kuomba. Hawezi kukosa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. So, maombi, kuomba inapaswa kuwa ni lifestyle yako. Jumapili nitaingia kitu zaidi niongee kuhusu hili. Unapaswa kuwa ni nini? Lifestyle yako na ni sehemu ya maisha yako. Tukikuhesabu mali yako yote tunafaa kuhesabu mpaka maombi. Ukihesabu mali yako yote tunafaa kuhesabu mpaka nini? Mpaka maombi. Inapaswa kuwa ndani katika jina la Yesu. Na jambo lingine ni kwamba hatuna season ya maombi. Okay, kulingana na utafiti wangu na usomaji wangu wa Biblia, mimi sijapata nini? Season ya maombi. Na katika kitabu cha Mhubiri ndio naongea kuhusu nyakati. Naongea wakati wa kufa, wakati wa kufufuka. Haijaongea kuhusu wakati wa kuomba na wakati wenye siwa. Na nikimnukulu Yesu akiongea kuhusu maombi, hakuna mahali alituambia kuna wakati wa kuomba. Ndio kama kumwambia hakuna wakati wa kuomba. Hakuna siku ya kuomba. Siku zote, wakati yote ni ya maombi. Yesu alisema inatupasa kuomba siku. Siku gani ndio ya maombi? Siku gani ndio ya maombi? Yote. So kumaanisha kwamba hakuna season ya maombi. Hata vile mnaona tunaomba hii mwezi ya June, hatujawahi omba hivi tena tunaomba, hatuko kwa season ya maombi. Ndio msako kumwambia tuko kwa season ya maombi. Mwambie ni kuendelea tu na maombi, ni ile tumeleta kampango tofauti ya vile huwa tunaomba, lakini bado tu tunaomba sisi. Ndio maana Januari hapa mimi siandikaje mambo na prayer and fasting. Maana kuna watu Januari wanafanya nini? Ndio wanafunga 21 days, 30 days, 40 days. Wanaombea mwezi. Kisha Januari utawahi wasikia wanafanya wakiomba. Kwangu mimi ninaishi maombi. Ndio kama sasa mwambie ishi maombi. Ndio kama sasa mwambie ishi maombi. Unajua sisi kuomba, nasikia kuomba, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna cha sisi nasikia. Ndio kama sasa mwambie hakuna cha sisi na kusikia. Sijui ni kusikia na kuhisi ama ni kuhisi na kuhisi, hakuna kitu kama hiyo. Sisi siku yote ni siku ya nini? Asubuhi omba. Ni wapi omba? Barabarani, kwa gari omba. Popote ulipo unaruhusiwa kufanya nini? Kuomba. Paulo na Sila waliomba wakiwa jela. Sema amen. Another thing ni kwamba prayer is a force. Prayer is a force. Prayer ni nguvu, maombi ni nguvu, maombi ni nguvu. Kando na njia moja ya mawasiliano, maombi yenyewe. Kama tunataka kuongea Jumapili nikiongeza na hizo, ni kuongelesha kuhusu maombi. Maombi yenyewe, unapaswa kujua maombi yenyewe. Maombi yenyewe ni nini? Ni nguvu. Maombi yenyewe ni nini? Sasa kama maombi ni nguvu, ukipika na makaa, ukipika na kuni, nini itafanyika? Ukipika na kuni, nikikutana na wewe nitajua ulipika na kuni. Ukipika na kuni, nikikutana na wewe, jenzia mjue mambo ya kupika na kuni mbili na maseni hapa. Ya gas na makaa. Ukipika na kuni, nikikutana na wewe nitajua umepika na kuni. Na watu wanapika na kuni sana. Nikipika na kuni, nikikutana na mimi nitajua nilipika na kuni. Yes, utajua. Kwa sababu moshi taibeba na mwili yao. So ukipika na kuni kwa hiyo nyumba inatoa moshi, hata wewe utakuwa na nini? Sasa kama maombi ni nguvu, hiyo inamaanisha nini? Ukitoka kwa maombi umetoka na nini? Hiyo inamaanisha kutoka kwa maombi umetoka na nini? Kama maombi ni nguvu, ukitoka kwa maombi unatoka na nini? Kwa sababu ukipika na kuni utanuka nini? Moshi. Haleluya. Musa alienda siku 40 mchana na usiku alipotoka. Ulikuwa na nini? Ulikuwa na utukufu. Ishara ya kumaanisha kwamba nimekuwa kwa maombi. So kama maombi ni nguvu, mwenye anaomba anakuwa na nguvu. Kuomba tu peke yake, ujue tu unakuwa na nguvu. Nasema kuomba peke yake tu unakuwa na nguvu. Amen. Haleluya.
Haleluya. Jambo lingine ni maombi iko na nguvu. Kama maombi ni nguvu, basi inamaanisha maombi iko na nguvu, inakupatia wewe nguvu. Na maombi iko na uwezo, inakupatia uwezo. So muombaji ako na nguvu na ako na uwezo. Narudia tena. Mimi siongei kuhusu Baba katika jina la Yesu, nimekuja mbele zako, ninaomba nikuone. Mimi siongei kuhusu hiyo. Baba nimekuja, unibariki na kazi. Mimi siongei kuhusu hiyo. Naongea kuhusu kumuomba Mungu. Hakuja kukugawia aina za maombi. Naongea kuhusu maombi, maana wewe maombi yenye unajuaga ni maombi ya kwenda kuambia Mungu nipe. Mungu nitolee. Mungu nipe. Unajua ndio maombi kubwa tunaomba. Mungu nipe kwa sababu sina. Mungu niondolee maana sitaki. Kuna kitu kinaitwa kuomba Mungu. Maandiko yanasema usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanafanya nini? Je, waliomba aje? Waliomba aje? Walisema Baba, tunaomba utufungue hapa. No. Walisema Baba, tunaomba maombi itingize hii misingi. No. Walisema Baba, tunaomba minyororo iachilie mikono yetu. No. Maandiko yanasema walikuwa wakiomba Mungu. Kama sasa kumwambia kuna maombi ya kuomba Mungu. Wacha kazi Mungu, Baba nipe kazi, Baba bariki kazi yangu. Baba wacha na hiyo. Naongea kuhusu maombi ya kumuomba Mungu ni nguvu, inakupatia nguvu. Lakini ukisoma Matendo ya Mitume 12, kanisa kwa Dorcas walikuwa wanaombea nani? Petero. Na ukisikia utasikia vile walikuwa wanaomba. Walikuwa wanawasilisha mambo yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So maombi inakupatia uwezo. Inakupatia nini? Uwezo. Na maombi inakupatia nini? Nguvu. Maombi inakupatia uwezo na nguvu. Ndio ukitoka kwa maombi unapaswa kusema hakuna lisilowezekana. Sema amina. Sema amina. Haleluya. Maombi husababisha vitu kutendeka. Maombi husababisha vitu kutendeka. Maombi husababisha vitu kutendeka. Maombi inasababisha. So kama vitu haifanyiki, vitu vitendeke, anza kufanya aje? Anza kuomba. Ezekiel 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Kisha Bwana akanichukua katika roho, akanipandisha, akaniketisha. Bwana asifiwe. Kwenye bonde lililojaa mifupa mingi mikavu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hakukuwa na uhai. Hakukuwa na nini? Na uhai kulikuwa kumenyamaza. Lakini maombi ikasababisha ikatendeka. Maombi iko na uwezo wa kusababisha vitu kwa maisha yako. Kuna watu hapa vitu havitendeki kwa maisha yako. Mpendwa, ingia kwa maombi. Iko na uwezo wa kusababisha vitu vitendeke. Maombi iko na uwezo wa kusababisha wateja waanze kukuja kwa kazi yako. Maombi iko na nguvu ya kusababisha penye vilikuwa vitendeki vianze kutendeka kwa maisha yako. Ndio kama sasa kumwambia enda omba. Maombi ya kusababisha vitu vitendeke. Bwana asifiwe. Jambo lingine, kila siku mahali utaombea hapata baki vile. Unapaswa kujua maombi inanibadilisha, na pia mahali ninaombea maombi pia inaleta mabadiliko. Acts of the Apostles chapter 4 verses number 31. Na mahala pale walikuwa wanaombea, wakafanya nini? Wakatingizika. Maana uwepo wa Mungu ulifanya nini? Ulishuka. Maombi inashukisha nini? Uwepo wa Mungu. Na nimesema moshi ikishuka lazima itaacha nini? Harufu. So maombi huwezi omba uwepo ushuke, harufu ya uwepo ikose kubaki mahala pale. Kando na kwa wewe pia penye unaombea. That's why ni vizuri kuomba kwa nyumba ili itungize misingi mibaya kwa nyumba yako. That's why ni vizuri kuomba kwa kazi yako ili itingize kazi yako. Iangushe chochote ambacho hakistahili. Sema amina. Nikupatia vipengele kadhaa kuhusu kufunga, alafu nitaomba tuendelee Jumapili ijayo. Wakati unafunga, sema wakati wa kufunga.
fanya mambo haya. Wakati, sema wakati wa kufunga, fanya mambo haya. Jambo la kwanza, Yesu alifunga. Yesu alifunga. Lakini Biblia haijaongea sana kuhusu kufunga. Biblia imeongea sana kuhusu kuomba. Hatumuoni Yesu amefunga mara ngapi. Tunaweza tukapata karibu mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba kuhusu kufunga ni wewe upate ufunuo na ujue siri na ujue nguvu ya kufunga na kuomba. Chukua, kimbia nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa Biblia tunapaswa kuelewa kuna vitu vingine vinahitaji ukomavu kwa wewe kuvitenda. So na nafikiria kuhusu kufunga haikuwekewa kila mtu, lakini kwa yule atapata ufunuo, chukua, kimbia nayo. Ukifika level ya ukomavu uelewe kufunga, chukua, kimbia na, lakini hatukulazimishwa, na ndio maana hatulazimishi watu kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajua Yesu alifanya aje? Alifunga katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tumesema kufunga ni kujitenga na vyakula, ni kujitenga pengine na vinywaji. Fanya hivi wakati wa kufunga. Nambari ya kwanza, unafunga kifungo cha aina gani? Swali la kwanza la kujiuliza wakati kabla hujaanza kufunga, lazima uweze kujua unafunga kifungo cha aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Je, unafunga kifungo cha breakfast peke yake? Unakufunga kifungo cha lunch peke yake? Unafunga kifungo cha kutokukula lakini unywe vinywaji? Unafunga kifungo cha kukula light food? Kwanza make an agreement. Bwana asifiwe. So kuhusu kufunga, number 1, we can agree as a group. Bwana asifiwe. Tunaweza kubaliana kama group. So kumaanisha kwamba hiyo kifungo itakuwa inakontroliwa na the agreement ambayo tumeweka as a group. Na pia naweza nikafunga kulingana na agreement yangu ya fasting. So hii fasting yangu inakuwa controlled na vile nimepanga na nimekubaliana nayo. Tunaelewana? So ni wewe vile umepanga, nafunga hivi. You make agreement na hiyo vile umeamua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi ukishaanza kufunga, number 1, hakikisha unaomba. Nambari ya kwanza, hakikisha unaomba. Nambari ya pili, hakikisha kama umesema hautakula, hakikisha haukuli. Kama umesema sitakula, hakikisha haukuli. Nambari ya 3, hakikisha haunywi chochote. Kama umesema maombi yangu ni ya kufunga, hakikisha umesema hautakunywa kinywaji, basi na usinywe. Nambari ya 4 ni ya maana sana, ambayo nilipaswa kuweka kuwa nambari ya kwanza. Kufunga ni kukula. Kufunga ni kukula, na kufunga ni kujinyima kukula. Kufunga ni kukula na kukunywa, na kufunga ni kujinyima kukula na kukunywa. Nisaidie kutafsiri hiyo, inamaanisha nini? Kufunga ni kukula na kukunywa, na kufunga ni kujinyima kukula na kukunywa. So kufunga physically, my physical body ni kuinyima chakula na maji na vinywaji. Spiritually, my spirit ni kukula, inakula. Neno la Mungu ni chakula cha uzima, ni maji ya. So make sure, nisikilize hii. Make sure hata kama utaomba, hata kama it is a must, you eat and drink the word of God. It is a must. Amen. Lazima usome neno.
Number 4, lazima. Tunaandika neno, lazima usome neno. Nambari ya 5, chukua muda wa kusikiliza ujumbe. Chukua muda wa kusikiliza sermons wakati wa kufunga. Na kupea vitu ya kufanya wakati wa kufunga. Hakikisha unasikiliza mahubiri ama mafundisho. Nambari ya 6, hakikisha unasikiliza nyimbo za maabudu. Hizi zote zitabadilisha fasting yako, uweze baki vile. Nambari ya 7, hakikisha pia nyimbo za sifa unazisikiliza. Nambari ya 8, Joshua chapter 1 verses number 8, meditate upon this word day and night. Hakikisha pia katika fasting yako uko na muda wa kutafakari. Ni kutafakari, kumeditate. Create time for meditation. Kenye kinatumaga fasting yako inakuwa boring because fasting yako tu ni kujinyima chakula na kuomba peke yake, si ndio? Kenye kinatumaga fasting yako inakuwa boring na unaona one day inakuwa siku mrefu ni kwa sababu wewe unajinyima chakula na kazi yako ni kuomba peke yake. Create time ya vitu yenye nakupatia. Kuwa na muda ya hii, kuwa na muda ya hii, kuwa na muda ya meditation. Sawa sawa. Nambari ya 9, kuwa na muda ya quiet time. Have quiet time. Kuwa na kipindi cha utulivu. Amen. Hallelujah. Unaweza tulia kwa kitanda. Unaweza tulia mahali ambapo hapana kelele. Tulia pia, kuwa na quiet time. Hallelujah. Hallelujah. Jambo lingine, kama ni fasting ya siku nyingi, nambari ya 1, jiepushe na kutembea sana. Mara nyingi wengi ndio mnajaribiaga fasting yenu. Una fast na unatembea. Na unatembea, fasting itakuwa na kazi ngumu. Hakuna vile unaweza fast siku nyingi na unatembea. Unazurura, unaenda huko, unaenda huko, unaenda huko. Lazima ujipange. Kama unafanya kazi ya hawking, lazima ujipange na fasting yako. Kwa sababu kutembea kwako kunatumia nguvu ya mwili, si ndio? Na hauli, unaona itakupatia changamoto. So lazima uavoid kutembea. Fasting za siku nyingi. So Mungu akikuwezesha ukienda hizi dry fasting, hakikisha unatulia mahali moja. Hallelujah. Pia avoid kazi nyingi. Wewe una fast na unaenda kupasua kuni. Wewe una fast na unaenda ndio umerundika nguo zote. Hii wiki ni wiki yangu ya kufua manguo. Na ndio una fast, hautatoboa. Avoid kazi nzito. Avoid. Hizi ndio zinasababishaga fasting yako hauimalizi. Jambo lingine, avoid kwenda kwa parties. Sasa una fast na umeitwa kwa party na unakubaliana na hiyo invitation na unaenda. Ni nini utaenda kufanya huko? Ni nini utaenda kufanya huko? Hauwezi enda kwa majaribu kuishinda. Tunaishinda ikikuja. Yesu na shetani, nani aliendea mwingine? Matthew chapter 4. Shetani kisha mjaribu akamjia. Ikikuja tunaishinda. Lakini unaiendea, itakushinda. Hauwezi enda party na umefast. Unaenda kwa majaribu. Hiyo ni majaribu. Hiyo inakuwa ni nini? Na ndio unajua party vile inakuwa na vitu mzuri. Na ndio miezi mingi hujakula samaki. Na ndio unapatana na samaki pale imepikwa, unaweza fikiria ni keki. Una imagine fasting. Unaona fasting naweza nikaisukuma mbele. Unasema hii nitai replace na kesho. Tayari umebreak the covenant. Because fasting involve agreement between you and your program. So avoid kwenda kwa parties. Jambo lingine, avoid kutembelea watu. Kwa nini ufast na ukuje kwangu? Halo? Kwa nini ufast na ukuje wapi? Unataka kuniambia sitakupigia chai? Unataka kuniambia sitakupigia chai? Na sasa kwanza siku ile unatembeaga marafiki yako ndio unapataka amepata kale kapesa kake kijaribewa. Anaamua kukuchafua, anaamua kukuharibu vizuri. Hasema mama nani, leo niliamua nikupikie kuku. Na ndio umeenda kumtembelea na miaka yote hajawahi kupikia kuku, utaiwacha. Zitabidi uairishe fasting. So wakati wa kufast pia avoid kufanya nini? Wacha kwenda kutembea kwa nyumba za watu. Funga miguu, kaa kwa nyumba yako. Sema amina. Na pia kama una fast ya muda mwingi,
Pia unaweza avoid kupika. Kama kuna watu wanaweza wakapika, unaweza wapea hiyo kazi. Yaani unakaranga nyama. Yaani unapiga pilau. Kwanza pilau na maarufu zake. Na umefast. Na uko siku ya 4 na unaenda siku 7. Dada yangu hiyo unajiwekea mlima mzito mbele yako. Hiyo harufu ya pilau itakusumbua. Na what the enemy will do, shetani atachukua hiyo harufu, atakusumbua nayo, atakuchokora, because utajaribiwa na kenye unatamani, si ndio? So ukifast usiende kwa party, maana utajaribiwa na hizo vitu sio kwa party. Kama unaweza kuavoid kupika, fanya. Sawa sawa. Haleluya. 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 Jambo lingine kwa kufunga, kama unaweza pia kujitenga, kujiseparate. If it is possible you separate yourself, it will be okay. Unaweza enda prayer mountain, unaona kuna bwana na mahali watu wanaenda kuomba. Unaweza enda kwa village yenu. Unaweza enda nyumbani kwenu. Na pia unaweza jitenga kwa bedroom yako. Bwana asifiwe. Unaweza pia ukajitenga. Mara nyingi fasting ya siku nyingi ni vizuri ukijifanya nini? Ukijitenga na vitu mingi. Wewe mwenyewe ujiondoe. Alafu ingine wewe mwenyewe ondoa. Unahitaji kujiseparate na unahitaji pia kuseparate vitu kama simu, unapaswa pia kuiondoa. Maana simu ni ulimwengu, si umeenda na ulimwengu yote. Halo, si simu imebeba ulimwengu yote. So ukienda fasting, si umejiseparate na kila kitu, lakini bado umeenda na dunia huko. Ndio tunakupata kwa fasting na umejaa WhatsApp. Nakupata kwa fasting uko tu kwa Facebook. Shetani anatumia kukuchokora. Kenyo utapatana nayo tu ni mapicha za upuzi peke yake, za kukuchafua, za kukudefine, ndio utakutana nazo. So ndio kama zako mabibi ya fast WhatsApp. Mwambie fast Facebook. Haleluya. Umeelewa hiyo kitu yote tumeongea hapo? Haya, simama tuongea. Tutaendelea wiki yako. So, kwa wale ambao mlikuwa na changamoto ya kufunga na kuomba, nafikiri nimeongea. Katika pilika ya kutafutana na vitu zangu, najua wengine wanawaambiaga mimi nimeanza kufunga na kuomba kitambo. Wengine wanafikiria ni mchezo, wengine wanafikiria ni uongo. Katika pilika ya kuenda katika ofisi yangu, nilipatana na notebook yangu ya 2003. 2003 nikapatana iko na ratiba ya kufunga na kuomba. Wewe uko na notebook yako ya nini? Uliza mwenzako 2000 Gen Z 2003 amjui ni nini, si ndio? Hata huyo anachukua vile ajui. Nikapatana na nini? Program yangu ya fasting. Nikapatana na ingine ya 2004. Pansi kuja hapa ndio waseme mimi naongea huko. Kuja uambie. Nilikuwa na fasting lini? Kuja hapo ufungue chini. Sio na wasiwasi. Kuna masiku nimeweka alama. Kuanzia Januari kuangalia mpaka Disemba. Angalia huko. Imeweka alama ya lini? Thursday, 1st January. Hiyo ni January 2004. Tuendelee. January 2004. Tuendelee kabisa huko. Hii ni lini? March, Thursday, 4th, 2004. Okay. Na unaona kuna maralis, kuna mabisha hapo, si ndio? April, enda December tuangalie. Kama niliachia njiani hapo. Kumbuka December tarehe ngapi? That Thursday, that is December 2004. Yote tu nilikuwa nafanya nini? Kufunga. Na hii ya 2004. That's why I told you fasting is part of my life. Ukienda kwetu, mama yangu anajua. Nafanya nini? Anajua, maana hiyo ni program nimekuwa nao miaka yote kwa maisha yangu. Kiokea msako mwambie usiweke hata kama program. Najua shida kwa diary yako umeweka tu nitaenda sijui wapi, nitaenda huko, nitaenda. Weka kwa diary yako pia fasting. Weka pia fasting. Sema amen. Weka kwa Yesu, sema Bwana Yesu.
mchana wa leo. Ninakushukuru kwa neno lako. Ninalipokea kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa ninatii na kwenda kufanya hivyo. Sema amen. Mtazamaji wangu, barikiwe na utende mema na Yesu. Kutokufikia hapo, naomba kufika kikomo, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Sema amen. Utaniruhusu sitaendelea kwa maombi kwa sababu ya mkutano